Hiyo unajua kwamba Arteta ndo kocha ambaye anaongoza kwa kununua wachezaji wa Chelsea. Haina shida. Lakini kila mmoja kwa msimu wake. Sisi tunazungumzia msimu wa mwaka jana. Arsenal amefanya usajili wa watu wangapi? Mwaka jana mlimchukua Kepa na Madueke. Kepa, Madueke. Tunazungumza hela walo splash mwaka jana. Kepa kwanza hajatoka Chelsea. Kepa wamemnunua Bournemouth. No. Kule Bournemouth alikuwa kwa mkopo. Bournemouth Kepa alikuwa kwa mkopo babu. Ametoka mkopo akaenda Madrid. Bournemouth wakamchukua kutoka Madrid. Na hilo tena mtaka kukataa. Inawezekana uko sahihi. Twende mbele. Regardless. Game time. Tunavyo sisi. Wana washika mitutu wa London, Arsenal, the Gunners. Ngoja. Simama bingwa watetezi. Mwambie aseme kwa sauti. Sema kwa sauti. Mabingwa watetezi. Hatumalizie na wana finali wa UEFA Champions League. Au hiyo amtaki. Au hiyo mtaki. Hiyo hatutaki. Haya, wana mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya England. Nao wamekuwa wanahusishwa na winga wa Real Madrid, Vinicius Junior. Hebu tuangazie hapa kidogo. Endapo ikatokea dili hili likakamilika, Vini akaenda kujiunga na Arsenal, huu utakuwa usajili wa namna gani kwa Arsenal? Unaamini kwanza hilo deal linaweza likatokea? Naamini. Basi endelea. Kiukweli Vini akija Arsenal tafrija itakuwa ni kubwa. Yaani lazima tulitoka kuwa tunazungumza baadhi ya vitu na brother pale nje ya mic. Tukagusia swala la Yanga na kumsajili Shalulile. Ndo yanatokea yale ya Arsenal na Vinicius. So lazima ufanye tunasema statement. Lazima utengeneze fear factor kwenye timu yako. Unafikiri ni kwa sababu gani United au Chelsea wanaenda kucheza na timu kama Bournemouth na timu kama Newcastle au Ipswich na nini, lakini Ipswich hawamuogopi Chelsea, hawamuheshimu Chelsea, wanaenda wanampelekea moto na wanapata matokeo? Ni kwa sababu timu haitengenezi fear. Ukiwa na mtu kama Vini umetengeneza fear factor kwa mabeki, umetengeneza fear factor kwa timu pinzani, umemake statement kwenye mashindano, yani kuanzia UEFA paka ligi ya Uingereza. So linapokuja swala la Vini ni ngumu kukubali leo hii kwamba Arsenal wanaenda moja kwa moja kumsajili Vini, kwa sababu ni kitu kigumu, kwa sababu tunajua nini Vini ana uwezo wake. Gharama haitakuwa ni chache, unaweza ukawa umesplash hela ambayo probably utakuwa umezuia wachezaji 4 au 5 kwa kufanya manunuzi, lakini ukiwa mkubwa lazima ukompiti kikubwa, na moja ukubwa ni kuonyesha kwamba una uwezo wa kumtaka Vini na kumchukua. Tukiachana hilo la Vini, lakini Arsenal imemwachia mtu kama Trossard, mtu ambaye ukinitajia wachezaji wawili ambao walikuwa clinical msimu uliopita Arsenal utamtaja Trossard. Wamemwacha mtu kama Martinelli, naelewa ni kwa sababu prospect ya Martinelli bado ni kubwa kulingana na umri, kulingana na position anayocheza ni mzuri. Pia akiwa backup sijui kama kulikuwa kuna plani ya kumfanya starter, kwa sababu Arsenal walitaka kufanya deal la Morgan Rogers. Najua moja kati ya modern left wing alikuwa ni Morgan Rogers msimu uliopita pale Aston Villa. Ni mtu ambaye umuoni akiwa anakimbia mara nyingi kwenye flank, lakini ni mtu ambaye anaoccupy vizuri upande wake wa kushoto, kucut inside na kufanya assist au na kufunga magoli. Hivyo unairudisha Barcelona 2008 walikuwa wanamchezesha Iniesta upande huo kama left side midfielder, na alikuwa anatoa matokeo. Labda Arteta liliona hilo kwa mtu kama Morgan Rogers. Kwenda kwa Vini ni kwenda kumtafuta explosive winger, kama upande wa kulia ulivyokuwa na Bukayo Saka, na mtu kama nani anaitwa huyo Madueke, kama Madueke. Unakuwa unakuwa so mwanangu unapokuwa na Madueke na unapokuwa na mtu kama Saka, hao wote ni explosive wingers. Na upande wa kushoto unaweza kupata signing ya Vini kama mambo yataenda sawa, au ukiwa na mtu kama Martinelli, labda mambo yakienda vibaya zaidi kwa Vini, unaweza ukakimbilia na mtu kama Bakola kama unahitaji kuwa na explosive wingers. Bakola pia mnamtaka? Kama ikitokea limetokea la kutokea kwa Vini. Bwana, kuwa mabingwa ni kosa kubwa sana. Au
Arsenal vile vile kama wameweza kama Madrid watamalizana na Yan Diomande, unaweza kwenda kutekenya kwa Rodrigo. Pia ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine Madrid. Yes, anaweza asitumike msimu nao kuja, kwa sababu kulingana na majeruhi na falsafa za Madrid labda wanaweza wasimtumie kwa upande wa kushoto. Arsenal anaweza akawafaa. Ama unaweza penda kwenda RB Leipzig ukamchukua Antonio Nusa. Bonge moja ya winga ambayo inawezekana pia ni prospect ya mtu ambaye anakuwa na anaweza kuja kuongeza chochote pale Arsenal. Utakataa, lakini hiyo ndo football ilivyo, kwa sababu huwezi ukakompete bila kusajili. Yaani wewe Arsenal leo mnaongelea splashing kiasi cha pesa kiasi hiko, kwa sababu swala nyewe kuwa mabingwa ni kosa kubwa sana. Hapana. Hata kama kabla ya mabingwa sisi tumemnunua rais kiasi gani? So sisi Arsenal wamemnunua rais kiasi gani? Yaani rais amenunuliwa, sio hivyo unavyosema wewe. Ilikuwa ni baada ya muda. Yaani ni trial unanunua mchezaji mmoja wa kibunda kirefu. Ambapo ndo nakuuliza rais amenunuliwa kiasi gani? 105 nadhani, pound milioni 105. Msimu huo akamnunua Kai Havertz kiasi gani? Kai Havertz alikuja msimu miwili nyuma. Okay, sawa. Msimu miwili nyuma walimnunua Kai Havertz. Achana Kai Havertz. Msimu uliopita Arsenal wamemnunua Gyökeres kiasi gani? 75. Wamemnunua Hincapié msimu huu ambao ilikuwa ni 40, si ndio? Wamemnunua Zubimendi shingapi? Unaona aina ya wachezaji ambao wamenunuliwa. It's not about aina ya wachezaji, it's about money. Yaani umesplash kiasi gani kwenye msimu mmoja na tunachozungumza. Kwenda Chelsea. Popote. Umemnunua Madueke 55. Umemnunua nani mwingine kutoka Zubimendi? Yaani Chelsea hajanunua mchezaji mmoja zaidi ya mmoja kwa msimu mmoja. Unajua kwamba Arteta ndo kocha ambaye anaongoza kwa kununua wachezaji wa Chelsea. Haina shida. Lakini kila mmoja kwa msimu wake. Sisi tunazungumzia msimu wa mwaka jana. Arsenal wamefanya usajili wa watu wangapi? Mwaka jana mlimchukua Kepa na Madueke. Kepa, Madueke. Tunazungumza hela walo splash mwaka jana. Kepa kwanza hajatoka Chelsea. Kepa wamemnunua Bournemouth. No. Kule Bournemouth alikuwa kwa mkopo. Bournemouth Kepa alikuwa kwa mkopo babu. Ametoka mkopo akaenda Madrid. Bournemouth wakamchukua kutoka Madrid. Haya bwana. Na hilo tena mtaka kukataa. Inawezekana uko sahihi. Twende mbele. Regardless, tuseme wamemchukua Chelsea moja kwa moja. Sawa. Wamemchukua Chelsea kwa kiasi gani? Mimi nataka tu ni fry kwamba wamemchukua Chelsea. Wakamchukua kwa kiasi gani? Nazungumzia ile walo splash mwaka jana, msimu wa mwaka jana. Ni zaidi ya wachezaji 4 ambaye ni Kepa, wakamchukua Zubimendi, wakamchukua Madueke, wakamchukua na Gyökeres. Hiyo ni zaidi ya 200, sio? Ndio. Sasa nisikilize. Twende kwenye hesabu. That is 200 million pounds, ndio? Wewe unaamini valuation yako kwa Vinicius ni kiasi gani? Hata tuseme ni hiyo 200 kabisa. Na unaamini Arsenal wanaweza wakasplash 200 pap kwa Vinicius? Inawezekana. Mna. Sasa usiseme hivyo kama wewe ndio msemaji wa Arsenal. Wewe unasema inawezekana. Wewe unasema sio msemaji, sio? Inawezekana. Sijasema inatokea, nimesema inawezekana. Wewe unasema haiwezekani. Hiyo ni swali lingine. Acha huo mjadala tu. Kingine, sijamaliza. Kingine. Arsenal sasa hivi inahitaji kuongeza adab ya wachezaji. Haihitaji kutengeneza timu kama Liverpool, kama Chelsea. Kwa mhitaji Vinicius. Kwa sababu huwezi kuadapt kwa Vinicius babu. Sasa yani Vinicius sio mchezaji wa kuadapt skills. Yaani Vinicius sio mchezaji wa kuadapt. Lakini anyway, nakuelewa kwa sababu Thomas Tuchel alivyoenda Chelsea, katika statement yake alisema we are going to build the team that everyone is afraid to meet. Tunaenda kutengeneza timu ambayo kila timu itaogopa kukutana na sisi. Kwa hiyo story yako kuhusu fear factor, I totally understand kwamba kila unavyocheza unatengeneza mazingira kwamba watu wengine wowote, kwa mfano FC Barcelona last season Camp Nou wamecheza mechi takriban 26. Bro, mechi 26 Camp Nou hajafungwa hata mechi moja. Hiyo tu tayari inatengeneza hofu kwamba tunaenda Camp Nou. Yani adapt yangu ya mtu kama Vinicius, wewe hujanielewa. Addition ya Vinicius ni kwenda moja kwa moja kwenye first team, ndio nilichomaanisha. Hiyo ndio addition. Kwamba Arsenal upande wa kushoto wana Martinelli. Ukimuongeza Vini
Martinelli anarudi kukaa mkeka kama backup. Hiyo ndo addition ya kumweka. Lakini upande wa kushoto huwezi kufanya kwa sababu upande wa kulia kwa sababu kuna Saka. Sisi addition nyingine tunayotaka ni ya midfielder, mtu huyu mmoja. Kama inawezekana ni Guimares ndo anamtaka Arsenal. Ni Guimares. Yaani hizo ndo addition ambazo Arsenal wanazifanya. Nzuri hii kipindi cha tetesi ni usajili. Kwa hiyo fresh. Inawezekana. Sio kama Liverpool au Chelsea ambaye wana build timu ya kwenda kutafuta ubingwa. Bingwa anafanya addition ya kutetea. Tuna kocha mbovu tu. Kwa hiyo sasa hivi mna uhakika mnakuwa mabingwa au sio? Sisi kwanza ubingwa tuongelee. Kocha mbovu huwezi kusema Slot ni kocha mbovu na kati alikupa ubingwa msimu uliopita, unamhitaji kocha mbovu? Kuna kocha wabovu wengi tu wamechukua ubingwa babu. Kweli tuko Kijitonyama tunamuita Slot mbovu alikupa ubingwa wa EPL. Huo kutokana na kulingana na muda huo mjadala tutaendelea nao siku nyingine. Tutaendelea nao siku nyingine. Twende tukatazame Chelsea. Game time, tuonavyo sisi. Kumekuwa kuna kelele nyingi kweli kweli kwa mashabiki wa Chelsea. Kwanza tuanzie na usajili wa Morgan Rogers. Anthony, usajili wa Morgan Rogers utakwenda kuongeza nini kwenye kikosi cha Chelsea? Kabla tujaenda kwa Chelsea, niongeze kitu kwa Arsenal. Mara ya mwisho Arsenal kuchukua ligi back to back ni mwaka 1936 37. Yaani task ambayo wanaenda kukutana nayo ya kama ambavyo ilikuwa ngumu kuchukua ubingwa msimu uliopita, ndo task wanaenda kuikuta ya kutetea ubingwa, kuingia kwenye history ya kuchukua back to back. Kwa maana wewe huwa unaamini katika historia. Hii historia unaibaka au uibaka? Mimi naamini kwenye historia. Wewe unakubaliana naye? Yaani kufanya back to back kama ilitokea kwa muda mrefu hivyo haiwezekani. 1936 sikatai. Basi usiongeze neno. Umeona? Kwa hiyo kwenye hilo kwenye timu ya Arsenal wanachoenda kukifanya tu sasa hivi ni ku-maintain ile standard ambayo wanakuwa wameiweka. Na hiyo ndo namuelewa pale ambapo anataka kumeke statement kwa sajili kama za Bruno G. Umeona hiyo kuhusishwa na Vini. Unajua wakati mwingine hata kuhusishwa tu na mchezaji wa namna hiyo it's a mileage, yani it's a very big thing. Kwa nini hahusishwi na Ipswich Town? Kwa sababu hiyo tayari inaonyesha kwamba tayari kuna statement imeweka na mnataka kuendeleza, to which ni kitu kizuri. Mimi ninachotaka kuona ni namna gani wanaweza wakai-counter hiyo kuweza kutetea ubingwa, kwa sababu kiukweli wametoa jasho hiyo kulipata ubingwa. Chozi jasho na damu. Hiyo moja. Sasa ukija kwa Chelsea, kiukweli kwa Rodgers, nilikuwa namsikia Alonso anaongea namna ambavyo, kwa sababu wanaonekana Palmer na Rodgers wanacheza mchezo wa aina moja na pia wana occupy spaces moja. Japo Palmer anatumia mguu wa kulia na Rodgers anatumia Palmer anatumia kushoto, Rodgers anatumia mguu wa kulia. Na Alonso yeye mwenyewe anasema kwamba atawatumia wote wawili, akiamini kwamba itampa mawanda mapana zaidi ya kutengeneza nafasi. Sasa sijajua, ni kwa vile Alonso ni muumini wa back 3, sijajua kama ndo ile itakuwa back 3 ya Hato, sijui Colwill ile na James, alafu hapa mbele na Caicedo, Enzo, alafu winga Palmer na Rodgers, alafu mbele Pedro na nani, sijui atafanyaje. Lakini nikijaribu kuangalia naona kwamba Chelsea wamehama kutoka kusajili unproven players, sasa wanasajili proven player ili wawape kitu, kwa sababu ukiachana na Rodgers wanahusishwa na Henderson, wanahusishwa na Welbeck, wanahusishwa na nani leo mwingine aliyowakataa kabisa, Shaka, sijui umeona. Yote hiyo ni katika kutaka kuleta uzoefu sasa, kwa maana kwamba wamekuwa na watoto wengi, mambo yanapokuwa magumu hawajui nini cha kufanya. Unajua kuna mechi zingine wanapoteza, sio kwamba wamecheza vibaya, hapana, ila tu ni ile game management imekosekana. Sasa game management huipati kutokana na kipaji, hapana, unaipata kutokana na uzoefu na kwamba umeshacheza muda mrefu, kwamba sasa hapa sio muda wa kukimbizana na watu, ni muda wa kutuliza, huu ni muda wa kufanya nini. Kwa hiyo Rodgers anakuja kukileta hiko kitu kwa maana ya kwamba tayari ni ana uzoefu wa ligi, ni Premier League proven tayari, na hapo sasa namna ambavyo mwalimu atamtumia ndo tunatarajia sasa tuone. Je, atakuwa anacheza kama na double 10 ya Palmer na Rodgers, au atakuwa anamweka winga kabisa pase kama namba 7 and then
awe ana cut in kunini kutengeneza, japo najua ni very good dribbler, anajua sana kupita katikati na vitu kama hivyo. Na advantage kubwa, na hii kitu mimi nilikuwa nasema hata msimu uliopita, wakati msimu tu unakaribia kuanza, nikaa nasema nafasi Manchester anatakiwa kumaliza, for fact hana michuano yoyote ya Ulaya, ni nafasi ya 3. Yani nisema anything lower than that ni failure, na ndo hata Chelsea naye anaenda kuwa hivyo. Yani unacheza wiki after wiki alafu bado ufeli kumaliza nafasi 3 za juu, hiyo inakuwa ni failure, haijalishi uko katika hali gani. Kwa maana kwamba unajua nini, as much as unasema labda unatengeneza timu, ila kuna timu 8 kwenye ligi ya Uingereza zinacheza michuano ya Ulaya. Yani ile uwezo kuniambia kwamba Crystal Palace this time round zitakuwepo 9. Sasa this time round ziko 9.